Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mwenge wa Uhuru ni chombo kilichoasisiwa na Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1961 ikiwa ni ishara ya kuwepo kwa taifa huru la Tanzania. Mnamo mwaka 1959 wakati Mwalimu Nyerere alipokuwa akihutubia katika baraza la wadhamini huko New York, Marekani, alitamka maneno ya kifalsafa yafuatayo: sisi watu wa Tanganyika tungependa kuwasha mwenge wa uhuru na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umurike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete tumaini pale ambapo hapana matumaini, upendo mahali ambapo pana chuki, na heshima ambapo pamejaa dharau. Mwaka huo mwaka 1999 Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokuwa akihutubia katika baraza la kutunga sheria la kikoloni alitamka maneno yafuatayo: tunaomba Waingereza, majirani zetu wa mataifa yote, kututazama sisi, kuitazama Tanganyika na kile inachojaribu kutenda, sio kwa mzaha bali ni kwa mwanga wa matumaini. Hatuwezi sio kama mataifa mengine kurusha roketi mwezini, bali tunaweza kurusha roketi za upendo na matumaini kwa binadamu popote walipo duniani kote. Mnamo mwaka 1961 Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alimtaka Luteni Alexander Gwebe Nyerenda pamoja na vijana wengine shupavu watano kuweka mwenge wa uhuru pamoja na bendera ya Tanganyika juu ya mlima Kilimanjaro. Ndipo hapo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifanya mawasiliano ya moja kwa moja na Luteni Alexander Gwebe Nyerenda ambaye alikuwepo juu ya mlima Kilimanjaro. Siku hiyo ya tarehe 9 Disemba mwaka 1961, siku ya mkesha wa uhuru wa Tanganyika, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alithibitishia Afrika, Tanzania na duniani kote kuwa sasa Tanganyika ni taifa huru, huku akinena maneno ya kifalsafa yafuatayo: sisi watu wa Tanganyika tumekwisha kuwasha mwenge wa uhuru na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umurike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete tumaini pale ambapo hapana matumaini, upendo mahali ambapo pana chuki, na heshima ambapo pamejaa dharau. Falsafa hii iliungwa mkono na muasisi wa taifa la Zanzibar, Sheikh Abeid Amani Karume, huku akisisitiza wananchi juu ya swala zima la umiliki wa njia kuu za uchumi kuwaelekea wananchi, lakini vile vile umiliki wa ardhi pamoja na ushirikishwaji wa njia kuu za uchumi kwa wananchi. Mnamo mwaka 1964 mbio za mwenge wa uhuru zilianza rasmi hapa Tanzania, zikijipambanua katika falsafa yake ile ile ya kuheshimu haki pamoja na utu wa mtu. Vile vile mnamo mwaka 1964 mbio za mwenge wa uhuru zilihamasisha wananchi juu ya kujitolea katika njia kuu za uchumi pamoja na kujipambanua katika kujitafutia na kujipatia mali katika misingi ya haki pamoja na kufata sheria za taifa letu la Tanzania. Ni miaka 64 sasa mbio za mwenge wa uhuru zinahamasisha wananchi hususan vijana kulinda uhuru wa taifa letu, kulinda rasilimali zetu, kulinda mapinduzi matukufu ya Zanzibar pamoja na Tanganyika, lakini vile vile kulinda uhuru wa nchi yetu. Ndugu zangu wananchi, mbio za mwenge wa uhuru hukimbizwa kila mwaka huku zikizinduliwa na kiongozi mkuu wa kitaifa wa taifa letu. Zinakuja na ujumbe ambao unataka wananchi kusikiliza, lakini vile vile kutafakari na kuufanyia kazi kivitendo. Mwaka huu 2026 mbio za mwenge wa uhuru zimekuja na ujumbe ambao unataka wananchi juu ya kusisitiza swala zima la amani na umoja na mshikamano wa kitaifa chini ya kauli mbiu isemayo Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Vile vile mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu 2026 zinawasisitiza wananchi juu ya mapambano dhidi ya rushwa. Rushwa ni adui ya haki, palipo na rushwa hapana haki, palipo rushwa hapana maendeleo. Ni wajibu wetu kila mmoja wetu kuhakikisha tunapambana na rushwa. Rushwa sio jukumu tu la ZAECA, lakini pia rushwa sio jukumu tu la TAKUKURU. Rushwa ni jukumu la kila mmoja wetu. Mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026 katika kusisitiza hilo nimekuja na kauli mbiu isemayo kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Lakini vile vile mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu 2026 zinaendeleza mapambano dhidi ya ugonjwa wa ukimwi. Ukimwi ni ugonjwa unaotisha sana, lakini vile vile ukimwi umepoteza nguvu kazi nyingi katika taifa letu. Hivyo basi ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha tunajikinga na ugonjwa wa ukimwi. Ni jukumu la kina mama
pamoja na kina baba kuendeleza mapambano dhidi ya ugonjwa wa ukimwi. Hivyo mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 zinawasisitiza wananchi wenza kwenda katika vituo vya afya kupima ili kuweza kujua kwamba wana maambukizi ya ukimwi ama la. Na ikitokea kwamba yupo mmoja wetu amepata maambukizi ya ukimwi, sio chanzo cha kukata tamaa. Kuwa na ukimwi sio mwisho wa maisha yako, bado unao nafasi ya kuishi. Mbio za Mwenge wa Uhuru katika kuthibitisha hilo na kusisitiza juu ya mapambano dhidi ya ukimwi mwaka huu 2026 zimekuja na kauli mbiu isemayo imarisha mwitikio, tokomeza ukimwi. Lakini vile vile, ndugu zangu wananchi, dawa za kulevya ni hatari sana katika taifa letu. Vijana wengi wamekuwa wakiangamia kwa sababu ya dawa za kulevya, lakini pia kupoteza nguvu kazi za taifa letu. Mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka huu 2026 katika kusisitiza mapambano dhidi ya dawa ya kulevya zimekuja na kauli mbiu isemayo tukabiliane na changamoto za dawa za kulevya wakati wote kwa ustawi wa jamii. Ndugu zangu wananchi, mbio za Mwenge wa Uhuru zinaendelea kusisitiza dhidi ya mapambano ya ugonjwa wa malaria chini ya kauli mbiu isemayo malaria hutokomezwa na sisi, wekeza, chukua hatua, zero malaria inaanza na mimi. Amani mnaiona katika hili taifa letu ndiyo imetufanya sisi hapa tukusanyike sote kwa amani tukiulaki mwenge huu wa uhuru. Hivyo basi hatuna budi, bibi, mabwana, wazee pamoja na watoto, kuungana kwa pamoja na kuhamasishana juu ya swala zima la amani la taifa letu. Asitokee mtu yoyote ambaye mwenye nia ovu na taifa letu akaharibu maendeleo na amani ambayo ipo katika taifa letu. Baada ya kuwasema hayo, ndugu wananchi na mheshimiwa mkuu wa wilaya, nawashukuruni sana kwa kutenga muda wenu na kunisikiliza huku nikitoa maneno haya mazima, na waomba muyazingatie na muwafanyie kazi. Baada ya kuwasema hayo, Wanambinga, mheshimiwa mkuu wa wilaya, mbio za Mwenge wa Uhuru zipo tayari kuendelea na ratiba inayofuata. Asanteni sana.